Yeah. Salama kabisa kesi. Kwanza nafurahi kuona afya ya wanamichezo hususan wanahabari tukiwa tumekutanika kama hivi, tunazungumzia michezo, tunazungumzia football. Hii ni heri kwetu. Tumeshereheka Idi na sasa tunakaribia kushereheka Pasaka, ni Kwaresma hii, lakini soka likiwa linaendelea. Nadhani kiu kubwa ni mchezo pale Al Hassan Mwinyi Tabora. Ndo wa kwanza, si ndio? Yes, wa kwanza. Nataka kufahamu nini kuhusu hilo? Mimi ninachotaka kufahamu kwanza, kabla ya mchezo kumekuwa kuna mengi sana yamejitokeza, masuala yanayohusisha maafisa habari, lakini pia na mkuu wa mkoa wa Tabora mwenyewe, kitu ambacho mpaka leo tumepata taarifa ya afisa habari wa Yanga Ali Shabani Kamwe kwamba hapo jana usiku amelala sehemu salama kama ambavyo wewe umeweza kuzungumza. Kwa hiyo tunazungumzia kwanza hapo kilichojitokeza. Amezungumza mengi mkuu wa mkoa, ikiwemo akishtumu masuala ya rushwa, wakipokea message kutoka kwa wachezaji wao. Yote hayo yamezungumzwa, lakini pia kauli za Ali Shabani Kamwe hadi kufikia hili ambalo limefikia. Tupe kwanza tathmini yako kuhusiana hili. Naogopa kuhukumu, lakini naomba niongelee uhalisia. Mheshimiwa mkuu wa mkoa Chacha wa Tabora kanda ya Ziwa ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa wa Tabora. Ana mamlaka yote ya kiusalama, si ndivyo? Yes. Mchezo wa jana, kwa kupitia yeye, kwa kauli zake kwenye vyombo fulani vya habari, kulionekana kuna viashiria vya rushwa, si ndio? Yes. Kwa nini mchezo uliendelea? Mbona kuchukua mamlaka sasa ili tuone kwamba zile initiative kama kiongozi wa kiserikali za kiusalama zimechukuliwa? Hii kwangu sikuelewa kwanza. Kwa nini mchezo uliendelea? Kama mchezo tayari ulishakuwa na viashiria vya nini? Vya rushwa, na alithibitisha kwamba kipa wao amepigwa simu 123 na sauti zikawa zinatembea mtandaoni. Kama kweli alithibitisha. Likaja kauli zikaendelea jana mapema, si ndio? Alikamwe akajibu. Kwa hiyo mimi binafsi, mwanadamu yoyote ni mtu wa kuhisi na kudadisi. Kwake inawezekana alihisi kabisa wazi kwamba kumbe basi ni jambo la kiutani na kiushabiki wa mpira wa miguu. Kwa Alikamwe, kwa sababu ndio mwenye mamlaka ya kitengo cha habari klabu ya Dar es Salaam Yanga Afrika, akajibu kishabiki. Kwake ikamtosha kuona kwamba amejibu kiongozi wa mpira na sio tena mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na nini na usalama. Mechi ikachezwa, tukaona vicheko baada ya mchezo, umekula hug na nini, picha zikatembea. Usiku tena tunaambiwa sijui hotelini wapi wamemdaka Alikamwe. Yes, mimi nimesema amelala sehemu salama zaidi. Ni kweli, kwa sababu kule tunaitwaga usalama, si ndio? Lakini sio kibali cha kuruhusu, cha kuruhusu mpira wa miguu tukaochanganya na mambo ya kiserikali, na sio vizuri mpira wa miguu kachanganywa na viongozi wa kisiasa. Ukijiona kiongozi wa kisiasa umekuja kwenye mpira wa miguu, baki kwenye mpira wa miguu kama mdau wa mpira wa miguu. Ukisema mdau, ni kiwanda kikubwa sana. Hapa kuna mwekezaji, yani mfadhili, si ndivyo? Hapa kuna mwanahabari, mchambuzi humu ndani akiwemo, si ndio? Humu ndani kuna mshabiki, si ndio? Kuna kiongozi wa mpira na mashirikisho. Hawa ni wadau wa mpira wa miguu. Sasa ukishakuja humu, usianze tena kusema Justin Kesi nimekutania wewe ni mchambuzi uchwara, si ndio? Au uchambuzi ukoko, alafu mimi nikakwambia wewe ni mwenyekiti wa serikali za mitaa bora. Hapana. Nitasema wewe ni mwenyekiti wa serikali za mitaa wa ajabu duniani usiyefaa, kwa sababu hapa tunataniana mpira. Yes. Sitakasirika. Hapa naeleweka vizuri? Kwa tuweze kutenga mipaka. Nimekuwa nalizungumzia hili mara kwa mara. Tutengeneze mipaka. Hapa naomba kupitia Mtanange na Deka Media, tutengeneze mipaka. Katika hii mipaka tujue huyu ni shabiki, huyu mwanachama. Unajua mwanachama na shabiki ni watu wawili tofauti. Yes. Mshabiki haruhusi kudai, anaanikiza. Mwanachama ana haki ya kudai kwa sababu analipa kadi, anafanya hivi, anashiriki moja kwa moja. Lakini kuna kiongozi wa klabu, kuna kiongozi wa chama wa mchezo husika, kuna kiongozi wa shirikisho, kuna bodi ya ligi, kuna wawekezaji, kuna mchezaji, kuna kocha, kuna meneja wa klabu. Kuwe na mipaka. Ukishakuja huku tuwe wote, tule biriani yetu, tubeue, tunywe maji, kila mtu aende na safari yake. Lakini mkianza sasa
huku mnaleta huku, kidogo kutakuwa na double standards ambazo hazina mwelekeo mzuri. Kwa nini nasema hivi? Christina Mwagala huwa anakujaga Dar es Salaam na anaongeaga shombo kuhusu wao Yanga na Simba. Yes. Chalamila afanye nini kwa Mwagala? Si hapa KMC hapa alisema aolewe hapa. Ilikuwa na Hussein Masanza hiyo. Yes. Alimuoa. Twende kwenye sheria. Kauli naumba, klipu zipo, ushahidi wa mtandao unatumika. Vipi mumewe pale Mwagala? Mama Alvin yule. Si ndio mama Alvin? Vipi pale baba Alvin? Kwa Masanza mzigo wake Mwagala. So haya yote lugha za kimpira tunazijua. Mimi nawaitaga watu mashabiki maandazi. Na wao wananiambia wewe mchambuzi uchwara. Ushaona nimemprovoke mtu? Ushaona nimeenda kumshtaki mtu? Tunacheka, tunafurahi, yamepita. Kuna magumu sana huku kwenye mpira. Ngozi yako kama ni laini, iache mpira wa miguu. Katafute ngozi ya chatu. Ni hayo tu kwa hayo. Hili jambo halijaanza leo tu. Tukumbuke kwa upande wa Simba walipoenda Mwanza wakazungumza enda kufanya mazoezi na mkuu wa mkoa wa Mwanza akaleta tafrani. Hii inaonekana kama wakuu wa mikoa sasa hivi ambako kuna timu zinapatikana za ligi kuu soka Tanzania bara, kuna mambo ambayo wanayafanya kinyume na mpira wenyewe unavyotaka. Big time. Big time. Yaani wanatukosea sana. Sisi tunataka tuone hii burudani ya kutaniana kama vile tulivyoona jukwani wamekumbatiana wamecheka. Tuliona taswira nzuri namna hii. Baka nikamkumbuka rafiki yangu Edgar Kibwana. Usiamini vicheko. Jamaa kacheka pale. Na picha akaziposti. RPC Ndwandwe Njui kawekwa ndani Alikamwe. Yes. Kisheria ni kiongozi mkuu wa kimkoa. Na narudia tena, mkoa mkubwa sana ule Tanzania nzima. Ardhi yake ndio kubwa kuliko mkoa wote Tanzania. Ardhi yake na square mita za mraba 76,151. Ardhi yote iko Tabora. Umeelewa vizuri eh? Kwa hiyo lazima tuiheshimu ule mkoa. Lakini tujue huku ni michezo. So RPC katekeza wajibu wake, lazima mfanyie mahojiano Alikamwe. Atataka kujua kuainisha maneno aliyoyatamka ni majibu ya kimichezo au ni dhihaka dhidi ya kiongozi mkubwa wa kiserikali, kwa sababu yule ni mwakilishi wa rais kwa mkoa wa Tabora. We got. Yeah. Tuzungumzie hili pia. Kumekuwa kuna mazungumzo kwamba maafisa habari wa sasa hivi wanavuka sana mipaka yao. Hili lilotokea kwa Alikamwe, kuna namna amevuka mipaka au nini hasa? Wanatakiwa kujipanga sasa hivi maafisa habari kwenye namna ya kuzungumza hii michezo. Asante sana Mtanange na Deka, ngoja nizishike hivi. Mimi Justin Kesi hapa mchambuzi, si ndio? Bana, mashabiki wa Simba wote wehu, mashabiki wa Yanga wote wehu. Afu nasema mchambuzi. Mshabiki akienda akinitukania pale mama yangu nimemkosea amenikosea. Nimevuka mipaka. Nimetoka kwenye misingi yangu ya kichambuzi, nimeenda kwenye misingi ya kishabiki. Kwa hiyo naye atakuja kwangu kwenye ushabiki. Umeelewa? Yes. Lakini nisipovuka mipaka yangu nikabaki na taaluma yangu ya habari, nikachambua, nikabaki kwenye misingi, mshabiki akivuka huku kanikosea heshima. Mheshimiwa mkuu wa mkoa alitoa utaratibu wa mkoa wake kiusalama au aliongelea Tabora United na Yanga? Alizungumzia Tabora United na Yanga. Afisa habari wa klabu ya Yanga ni nani? Alishabani Kamwe. What goes around comes around. Ukigusa ugali watu wanatafuta mboga yako. Ule ugali wa Alikamwe jamani. Kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa atafuta mtu wa kusemelezea hiyo timu. Ndio maana Mwigulu Nchemba hajawahi kutoka kuongelea Singida Black Stars. Nani amewahi msikia hapa? Amewahi kuwa CEO au mwenyekiti? Hapana, Mwigulu amebaki na fedha. Na Iramba. Kule anaenda mwenye kama mbunge, huko anaenda kama waziri. Huko amewaweka watu ma CEOs na nani waongee huko. Umeelewa eh? Yes. Yaani Tabora watafute mtu, tunapenda hicho anachokifanya wakuu wa mikoa wote wanavyoanikiza namna hii. Umeelewa eh? Inatakiwa ili tuwe na nguvu timu zetu huko mikoani. Hata Kilimanjaro pia, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro, naomba ushirika ya Moshi nayo iinuke, tuisupport timu yetu. Umeelewa eh? Tupo, sisi tunaweza kuongea. Lakini tubaki na misingi. Kama wewe umekaa kwenye mkoa, kaa kwenye mkoa. Acha michezo ibaki na michezo. Hii ni rai kwa kiongozi yoyote, tunataka mje wengi. Kwa sababu hili watu wasiprovoke dhidi yenu. Hamna kipimo cha utani. Mimi ukinitania hapa, nimeacha kipara changu sijanyoa leo vizuri na shevu, utaniambia mimi nikutania kofia? Hapana, nitaangalia pungufu lako, nitakutandika tu. Mimi I don't care how you feel. Naelewa vizuri eh? Yes. Tuzizungumzie dakika 90 za mchezo mara baada ya mengi